Marafiki zangu wapendwa, kabla ya kuondoka kanisani hapa na kurudi kwenye kelele na msongamano wa maisha ya kila siku, nataka kuwauliza swali ambalo hakuna afisa wa uwanja wa ndege aliyewahi kuuliza. Naomba nione pasipoti yako, tafadhali. Sio ile iliyo kwenye pochi au mfukoni mwako. Si ile iliyo na picha yako na muhuri wa serikali. Bali pasipoti unayobeba nafsini mwako. Ile inayotangaza nchi yako ya kweli. Pasipoti yako ya ufalme wa Kristo. Unaweza kujiuliza pasipoti hii inaonekanaje? Haina picha kwa sababu uso wake unakusudiwa kuwa zaidi na zaidi kama wa Kristo. Haiishi muda wake kwa sababu uraia katika ufalme wake hudumu milele. Haina stempu kutoka kwa falme za ulimwengu huu. Kwani ukishakuwa wa Kristo, hakuna kitu kingine kinachohisi kama nyumbani. Mahali pa kuzaliwa kwako kulingana na pasipoti hii. Si hospitali ambapo ulilia kwa mara ya kwanza. Bali ni wakati ulipotumbukizwa katika maji ya ubatizo. Mbingu ilipokuchukua na neema ikaandika upya utambulisho wako. Kuvuka kwako mpaka kulitokea siku uliokufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye. Ukiingia katika ulimwengu ambapo rehema ni sheria, msamaha ni utamaduni, na kupenda hewa unayopumua. Wimbo wa ufalme huu unaimbwa kimya kimya. Na wale wanaosamehe wakati msamaha unagharimu kila kitu. Wanaopenda bila makofi. Wanaojaribu tena hata baada ya kushindwa. Kwa sababu neema haikati tamaa. Lugha yake ni rehema inayozungumzwa polepole na kwa ukarimu. Lafudhi yake huruma. Unyenyekevu wake wa sarufi. Na tumaini lake la msamiati. Lakini tunaishi katika nchi ambapo hati za kidunia ni muhimu. Hapa India, serikali inatuomba tuunganishe kadi yetu ya Aadhaar na akaunti za benki, miunganisho ya simu, mipango ya ustawi, hata udahili wa shule. Yote ili kurahisisha maisha na kuwa salama zaidi. Lakini jambo moja linatengwa kwa makusudi, haki yetu ya kupiga kura. Utengano huo unakusudiwa kutulinda kutokana na ulaghai, kuweka uchaguzi kuwa wa kweli. Hata hivyo, kwa sababu Aadhaar na orodha za wapiga kura hazihusiani moja kwa moja, hofu ya kura zinazorudiwa na sauti zilizoibiwa zinabaki. Mapambano haya yanatukumbusha mifumo ya kidunia, ingawa ni muhimu, si kamilifu. Hakuna kadi, hakuna hifadhi data, hakuna skanisho la kibiometriki linaloweza kufafanua kikamilifu sisi ni nani, au kulinda utambulisho wetu wa ndani kabisa. Kama vile taifa linavyojaribu kulinda kura yetu katikati ya mifumo yenye dosari. Kristo analinda uraia wetu wa kweli katika ufalme wake wa milele. Umiliki wetu haupatikani katika karatasi au nambari, bali katika upendo, rehema na neema ya mfalme wetu. Kwa hivyo, unapofanya upya pasipoti yako ya kiroho leo katika Ekaristi na katika chaguzi tulivu za maisha ya kila siku, kumbuka, haijalishi una hati gani. Haijalishi unakabiliana na changamoto gani duniani. Uraia wako wa mwisho umetiwa muhuri katika moyo wa Kristo. Ufalme wa haki, amani na upendo usio na mwisho. Tuishi kama raia waaminifu wa ufalme huo. Tukijibu uovu kwa rehema. Tukichagua upendo badala ya chuki. Tukisamehe na kutumaini siku zote. Mioyo yenu na ijazwe upya leo na msalaba wake na rehema yake, ili popote uendapo ulimwengu uweze kusoma ndani yako sahihi ya mfalme. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Amina.